Jambo Tanzania. Matumaini yangu ni kwamba mzima na buheri wa afya njema. Leo ni Agosti 6, 2024. Langu jina naitwa Manoni, ambaye ninalipanda kwa madaha ya hali ya juu jukwaa la wasawa habari magazetini kupitia chaneli hii kwa siku ya leo. Karibu sana, tuweza kujumuika pamoja, lakini jambo la msingi ni kwamba inabidi tupige goti, tutembelee pia nyumba za ibada alfajiri ya leo kwa ajili ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ameweza kutujalia. Jambo kubwa ambalo ametujalia kwa siku ya leo ni pumzi ambayo tunaivuta mimi na wewe hapo ulipo kwa siku hii hapa ya leo. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, asante kwa kuendelea kuwa mdau wetu mzuri kabisa wa chaneli hii. Kubwa zaidi ni kuendelea kushikilia hapo. Unaambiwa hakuna kuachia mpaka kieleweke kwenye wasawa jukwaa la habari magazetini kwa siku ya leo, ambaye nimelipanda jukwaa na kukupa story kadha wa kadha ambazo zimeandikwa na wahariri waliobobea katika tasnia ya habari nchini Tanzania. Naitwa Manoni John. Karibu tuweza kujumuika pamoja kwa siku hii hapa leo. Nikianza na gazeti la Mwananchi. Bana Wananchi, tuendelee kujipiga kifuani kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Haya bana, sawa. Nashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Bana, gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo lina habari ambayo inasema ya kwamba msichana kubakwa na kundi la vijana da. Msichana kubakwa na kundi la vijana da. Kelele za haki. Waziri Masauni atoa kauli akiahidi wahusika wote kutiwa mbaloni. Mwabukusi LHRC wataka polisi ichukue hatua kusimamia haki. Lakini Mwananchi lafichua ukubwa chanzo cha tatizo na sheria husika. Hapa kuna nukuu ya baadhi ya viongozi mbalimbali ambao wao wameweza kutoa kauli zao kuhusiana na tukio hili la kinyama ambalo limeweza kutokea siku za hivi karibuni. Tukiachana na habari hiyo, habari nyingine ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti la Mwananchi, kauli ya Mbowe RC Chalamila wakimuaga mama Mdee. Kauli ya Mbowe RC Chalamila wakimuaga mama Mdee. Hii ni katika msiba wa mama mzazi wa mbunge wa viti maalumu Halima Mdee. Ni kauli gani ya Mbowe RC Chalamila ambapo wakiwa wanamuaga mama wa Halima Mdee waliweza kuzizungumza? Basi chukua nakala yako mapema siku ya leo ya gazeti la Mwananchi kwa ajili ya kuweza kupata undani wa taarifa hii ambayo imeandikwa kwa kina zaidi kwenye ukurasa wake wa pili Jumanne ya leo. Mkanganyiko maajabu elimu hakuna kupoa. Mkanganyiko maajabu elimu hakuna kupoa ni habari ambayo inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwa siku hii ya leo. Lakini tahariri, jamii haipaswi kufumbia macho vitendo vya kinyama, ni habari ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Mwananchi kwa siku ya leo. Habari nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti hili la Mwananchi ni habari ambayo inasema ya kwamba Samia ataja bei mpya ya mpunga. Ni habari ambayo inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, lakini pia ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Mwananchi kunako kurasa za mbele za gazeti la Mwananchi. Wasemavyo kuhusu bosi mabasi ya Sauli Luxury. Wasemavyo kuhusu bosi mabasi ya Sauli Luxury. Bila shaka hii huyu ni bosi wa Sauli Luxury ambaye alipata ajali kwa siku za hivi karibuni majuzi baada ya kupata ajali pale Mlandizi mkoani Pwani baada ya kugongana na moja kati ya magari ambayo yalikuwa pishana naye kwenye barabara pale maeneo ya Mlandizi mkoani Pwani. Sasa wasemavyo kuhusu bosi mabasi ya Sauli Luxury. Yapi ambayo anasema kuhusiana na bosi huyu ambaye tayari ameshatangulia mbele za haki? Basi chukua gazeti lako la Mwananchi, utapata undani wa taarifa hii kwa kina zaidi. Nikiachana na gazeti la Mwananchi, nageukia gazeti la Habari Leo ambalo lenyewe lina habari ambayo imepewa kipaumbele hapa ikimuonyesha Rais Samia. Kubwa ni kwamba Samia akemea viongozi walanguzi. Samia akemea viongozi walanguzi wanyonyaji. Ni gazeti la Habari Leo ambalo linasema Samia akemea viongozi walanguzi wanyonyaji. Aielekeza
aielekeza NERA kununua mpunga kilo moja shilingi 900. Aielekeza NERA kununua mpunga kilo moja shilingi 900. Agiza usimamizi mazingira, aonye madiwani. Ni gazeti la Habari Leo ukurasa wa pili una undani wa habari hii. Lakini habari nyingine ni kwamba Tanzania kupata hospitali viwango vya dunia. Tanzania kupata hospitali viwango vya dunia. Majawabu ambayo utakuwa unayahitaji hapa ni kwa namna gani ambavyo Tanzania itapata hospitali viwango vya dunia, ama namna gani ambavyo hili linaweza likawezekana. Kubwa ni kuchukua nakala yako ya Habari Leo na iangalia habari hii kwa kina zaidi kwenye ukurasa wake wa pili kwa siku ya leo. Mahakama yaweka mifumo kufuatilia rushwa. Mahakama yaweka mifumo kufuatilia rushwa. Ni mifumo gani hii ambayo imewekwa na mahakama? Majibu yanapatikana kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili kwa siku ya leo. CCM yatoa muda agizo la Samia Kigoma. CCM yatoa muda agizo la Samia Kigoma. Undani wa taarifa hii inapatikana kwenye ukurasa wa 4. Burundi yajiunga eneo la mitandao EAC. Burundi yajiunga eneo la mitandao EAC, ukurasa wa 3 na majibu kamili ya habari hii kwa siku hii hapa ya leo. Bonde la Kilombero kujengwa skimu 5. Mabwawa mawili. Hili ni bonde la Kilombero kujengwa skimu 5 mabwawa mawili. Undani wa taarifa hii pia inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo kwa siku hii ya leo. Serikali yataka mwendo kasi ujengwa kimataifa. Kimataifa ni kwa namna gani basi mwendo kasi huu ujengwa kimataifa? Undani wa taarifa hii ipo ndani ya gazeti la Habari Leo kwenye ukurasa wa pili kupitia gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo. TLS ya laani binti da kudhalilishwa. TLS ya laani binti da kudhalilishwa. Chukua nakala yako ya Habari Leo utapata undani wa taarifa hii kwa kina zaidi. Tukiachana na gazeti la Habari Leo, hapa pia nalo gazeti la Majira ambapo kwa siku ya leo lina habari ambayo inasema ya kwamba TLS ya Rais Mwabukusi. TLS ya Rais Mwabukusi. Mwabukusi huyu ameanza na makali yake ya ajabu, ameanza na makali yake, spidi yake ya ajabu kweli kweli. Gazeti la Majira lina habari ambayo moja kati ya habari ambazo zimepewa kipaumbele ni pamoja na habari ambayo inasema ya kwamba TLS ya Rais Mwabukusi yaanza kazi kwa kishindo. TLS ya Rais Mwabukusi yaanza kazi kwa kishindo. Yajitosa sakata la msichana kubakwa, kuingiliwa kinyume na maumbile na wanaume 5. Yatangaza msimamo LHRC nayo ya mshauri Rais Samia kutoka hadharani. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili una undani wa taarifa hii. Basi unaweza kuchukua nakala yako ya gazeti la Majira kwenye ukurasa wa 4 utaupata undani wa habari hii na utaweza kuelewa ni kwa namna gani ambavyo TLS imeamua kulivalia njuga swala hili la binti ambaye amedhalilishwa. Mchungaji mzee wa kanisa wafariki ajali yahusisha basi. Undani wa taarifa hii chukua nakala yako ya gazeti la Majira utaweza kujipatia undani wa taarifa hii ama undani wa ripoti hii kwa kina zaidi kwa siku ya leo. Huyu ni mchungaji wa ushirika wa Kamshuku, Dayosisi ya Kaskazini ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT. Sasa undani wa taarifa hii, mchungaji mzee wa kanisa wafariki ajali yahusisha basi. Chukua nakala yako ya gazeti hili la Majira utaupata undani wa taarifa hii kwenye ukurasa wake wa 4 kwa siku ya leo. Wafanyabiashara wanaoumiza wakulima kwa Lumbesa waonywa. Wafanyabiashara wanaumiza wakulima kwa Lumbesa waonywa. Kwa namna gani ambavyo wafanyabiashara hawa ambao wanaumiza wakulima kwa Lumbesa wameonywa? Basi nakala ya gazeti la Majira kwenye ukurasa wake wa 4 utaupata undani wa taarifa hii.
Sasa tukiwa bado tumeendelea kusalia kwenye gazeti la Majira, Rais Samia apeleka kicheko kwa wakulima wa mpunga. Undani kamili wa taarifa hii pia utaupata kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira kwa siku ya leo. Naam, habari nyingine ambayo inapatikana kwenye gazeti hili ni mwalimu mbaroni akidaiwa kumdhalilisha mtoto wa miaka 7. Mwalimu mbaroni akidaiwa kumdhalilisha mtoto wa miaka 7. Huyu ni mwalimu ambaye ameweza kufikishwa mbele ya court kwa ajili ya kuweza kujibu tuhuma zake za kumdhalilisha mtoto wa miaka 7. Kwa namna gani mtoto ameweza kudhalilishwa? Undani wa taarifa hii ama undani wa habari hii, chukua nakala yako ya Majira, gazeti la Majira, utaupata undani wa taarifa hii kwenye ukurasa wa pili. Chukua nakala yako. Lakini NEMKI yatoa rai matumizi sahihi ya pembejeo. NEMKI yatoa rai matumizi sahihi ya pembejeo, ukurasa wa 3 na majibu kamili juu ya taarifa hii. Takribani watu 100 wafa maandamano ya Bangladesh. Takribani watu 100 wafa maandamano ya Bangladesh. Ukurasa wa 19 una undani wa taarifa hii. Ziara ya Rais Samia yaacha alama isiyofutika Morogoro. Ziara ya Rais Samia yaacha alama isiyofutika Morogoro. Hii ni ziara ya siku 6 pale Morogoro ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo yenyewe imeweza kuacha alama isiyofutika Morogoro. Ndani wa taarifa hii chukua nakala yako ya gazeti la Majira, utaupata kwa kina gazeti la Majira kwa siku hii hapa ya leo. Tunaachana nalo na tunageukia gazeti jingine, Taifa Tanzania. Uwekezaji unataka umeme wa uhakika, ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Kuna kurasa za mbele kabisa za ukurasa za gazeti hili. Rais Samia awaalika wawekezaji Kilombero, Ulanga na Malinyi. Ni ukurasa wa 2 wa gazeti la Taifa Tanzania, utaupata undani wa taarifa hii. Tanzania kuwa mnufaika mradi wa hospitali ya kibingwa, ni gazeti pia ambalo tumetoka ni habari pia ambayo inapatikana katika magazeti ambayo tumetoka kuyasoma kupitia jukwaa la habari magazetini kwa siku ya leo. Ni gazeti la Taifa Tanzania. Gazeti Taifa Tanzania. Tanzania kuwa mnufaika mradi wa hospitali ya kibingwa. Chukua nakala yako ya gazeti la Taifa Tanzania, ukurasa wa 2. Undani wa taarifa hii inajieleza yenyewe bila shaka. Maagizo kwa mawaziri wanne kutoka kwa Dr. Nchimbi. Maagizo kwa mawaziri wanne kutoka kwa Dr. Nchimbi. Haya ni maagizo gani ambayo yametolewa na Dr. Nchimbi? Majawabu pia yapo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Taifa Tanzania kwa siku hii ya leo. NMB Foundation Zasco wazindua mafunzo wakulima wa mwani, ni habari ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti la Taifa Tanzania. Yanga tamasha lilikuwa la wanayanga na si la wachambuzi. Haya bana, ni gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa 16 utakutana na habari hii ambapo inasema ya kwamba Yanga tamasha lilikuwa la wanayanga na si la wachambuzi. Ukurasa wa 16 utakutana undani wa taarifa hii. Bila shaka Yanga uongozi wa klabu ya Yanga umeamua kuwajibu wachambuzi ambao wanaendelea kupiga kelele juu ya kile ambacho kilifanyika siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi Agosti mwaka 2024. Okay, tukiendelea kuangazia magazeti kadha wa kadha, tukiendelea ukingoni kabisa mwa jukwaa letu la habari magazetini kwa siku ya leo. Gazeti la Wamachinga, Samia
awanyoshea kidole wanasiasa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wanyoshea kidole wanasiasa. Ni wanasiasa gani hawa? Ni wale wanaoanzisha vijiji kwenye maeneo ya hifadhi. Ni wale wanaoanzisha vijiji kwenye maeneo ya hifadhi. Awataka madiwani na wabunge kuachana na mipango hiyo. Lakini pia wataka wanaoidai serikali fidia baada ya kupitiwa na miradi, wasubiri miradi hiyo ikamilike kwanza. Aridhia vituo 75 vya kupoza umeme nchini kujengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 4.42. Ukurasa wa 4 una undani wa habari hii. Basi unaweza kuchukua nakala yako ya Wamachinga kwa siku ya leo kwenye ukurasa wa 4 na kupata undani wa taarifa hii. Apeleka kicheko kwa wakulima wa mpunga Kilombero. Ukurasa wa 4 una undani wa taarifa hii pia. NMB Foundation Zasco wazindua mafunzo kwa wakulima wa mwani Zanzibar. Ni habari ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga kwa siku ya leo. Mbowe, Boniface na Chalamila waibuka msibani kwa Mdee. Ukurasa wa 2 una majibu kamili juu ya kile ambacho kiliendelea baada ya viongozi hawa kuwa wameibuka. Wanasheria ziara ya Rais Samia waendelea kutatua changamoto za wananchi Morogoro. Ukurasa wa 2 una undani wa taarifa hii. NEMC sisitiza uzingatiaji tathmini athari kwa mazingira. Lakini Balozi Nchimbi, Rais Samia anaifungua Kigoma. Ni ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga una undani wa taarifa hii. Mwanahabari lenyewe kwenye kurasa za mbele, Rais Samia akonga nyoyo wakulima Kilombero. Rais Samia akonga nyoyo wakulima Kilombero. Ni gazeti la Mwanahabari kwa siku ya leo. Apandisha bei ya mpunga kutoka shilingi 570 mpaka shilingi 900 kwa kilo. Apandisha bei ya mpunga kutoka shilingi 570 mpaka shilingi 900 kwa kilo. Nani huyu? Basi chukua nakala yako ya gazeti la Mwanahabari uweze kupata undani wa habari hii. Atoa maagizo kwa makala wa uhifadhi, atoa maagizo kwa wakala wa uhifadhi chakula NERA kununua kwa bei hiyo. Bila shaka hii ni shilingi 900. Ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwanahabari una undani wa habari hii. NEMC Kaskazini yalenga maeneo kutoa elimu ya mazingira kwa wananchi. Ukurasa wa 2 una undani wa habari hii. Lakini huyo na habari nyingine ambayo imepewa kipaumbele kwenye ukurasa za mbele kwa chini hapa kwenye gazeti la Mwanahabari. Mhandisi Ngeleja aeleza umuhimu madaraka na barabara za mawe. Huyu ni mhandisi Ngeleja ambaye ameweza kueleza umuhimu wa madaraja na barabara za mawe. Undani wa taarifa hii pia unapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari ukurasa wa 3 kwa siku hii ya leo. Dr. Nchimbi aitaka Wizara ya Nishati kufikisha umeme vijiji vyote nchini. Ukurasa wa 2 una undani wa habari hii. Chukua nakala yako. Lakini tukikamilisha na gazeti la Mwanasports kwa siku ya leo, surprise inakuja. Ni surprise gani? Hapa kuna picha zikiwaonyesha wachezaji wa Simba pamoja na wachezaji wa Young Africans. Kocha Badlu, lakini pia Miguel Gamondi ameonyeshwa hapa pia. Kuna Mudathiri Yahya ambaye pia ameweza kuonyeshwa hapa. Kwa hiyo chukua nakala yako uweze kujionea ni wachezaji gani wengine ambao wameonyeshwa hapa. Chukua nakala yako Mwanasports uweze kujua ni surprise gani hiyo nyingine kubwa ambayo inakuja kuelekea tarehe 8 kwenye dabi ya Kariakoo, dabi ya kwanza ya ngao ya jamii. Olimpiki namba zinaongea. Olympic namba zinaongea. Chukua nakala yako ya gazeti la Mwanasports kwa siku ya leo. Tukikamilisha na habari za burudani kwa siku ya leo, Diamond Derulo walivyopagawa fungu la 7. Diamond Derulo walivyopagawa fungu la 7. Ni fungu lipi hilo? Koma sava. Mimi nikushukuru kwa kuendelea kuifuatilia
channel hii. Mimi nikushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi, nikushukuru pia kwa kuendelea kufuatilia na kukubali vile ambavyo vimekuwa ukiendelea kukutana navyo huku. Usiendelee kuacha kutufuatilia, usiendelee kuacha kusubscribe kwa wewe mwanafamilia mpya. Endelea kuwa pamoja na sisi, endelea kujumuika na sisi kila wasaa. Tutaendelea kukupa kile ambacho unastahiki kama mwanafamilia makini. Mimi naitwa Manoni, mpaka wasaa mwingine kwa siku ya leo. Ciao.